Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unazingatia pendekezo la bajeti ambalo litaondoa karibu ufadhili wote kwa mashirika ya kimataifa ikiwa ni pamoja na Umoja wa Mataifa pamoja na NATO. Hii ni kwa mujibu wa gazeti New York Times ambalo limeripoti likiwanukuu maafisa wa ndani wa Marekani. Utawala wa Trump umeamua kuondoa kabisa ufadhili katika NATO. Ikumbukwe ni Marekani ambayo ilikuwa ikitoa asilimia kubwa ya fedha ili kuifadhili NATO katika harakati zake, lakini wakati huu utawala wa Trump umeamua kuondoa ufadhili katika NATO, lakini pia na hata katika Umoja wa Mataifa. Mpango huo ni sehemu ya mpango ambao ungeona bajeti ya idara ya ulinzi, bajeti ya idara ya NATO ikipunguzwa kwa karibu asilimia 50. Maafisa wawili ambao hawakutajwa waliambia chombo hicho. Inaripotiwa pia kuwa pendekezo la kupunguzwa kwa shughuli za kimataifa za kulinda amani, mabadilishano yote ya elimu na kitamaduni ya idara ya NATO na kughairi misaada ya kibinadamu na mipango ya afya ya kimataifa kwa zaidi ya asilimia 50. Haijabainika ikiwa waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio yuko kwenye mpango huo. Vyanzo vya shirika la habari la Associated Press vimethibitisha pendekezo hilo, lakini vilisisitiza kwamba lazima lipitiwe raundi nyingi za ukaguzi kabla ya kuwasilishwa kwa bunge la Congress kwa ajili ya kutolewa idhini. Afisa mmoja mkuu wa Marekani aliyetajwa na shirika hilo aliita muhtasari wa bajeti uchokozi katika malengo ya kupunguza gharama. Akijibu maswali kuhusu mpango ulioripotiwa wa kukata ufadhili wa NATO, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Tammy Bruce alisisitiza kuwa Marekani inasalia kujitolea kikamilifu kwa kambi hiyo ya kijeshi. Alisisitiza hata hivyo kwamba Washington haioni NATO kama chombo cha kuendesha vita, lakini kama kizuizi katika uchumi wake katika kipindi hiki. Hata hivyo, Marekani ilidai kwamba katika kipindi ambacho nchi wanachama wanapaswa kuhakikisha wanajilinda ipasavyo, wanapaswa kuhakikisha wanakuwa na 5% ya bajeti ya ulinzi kwa ajili ya masuala ya ulinzi wao binafsi. Hata hivyo, Marekani imesema wanataka kuhakikisha kwamba mataifa katika NATO yanaweza kutekeleza dhamira ya NATO ambayo ni kizuizi, sio kusaidia katika vita au kusaidia kupigana. NATO ilikusudiwa kuwa mkusanyiko wa vyombo ambavyo vitazuia wahusika wabaya kufanya jambo baya, alisema. Utawala wa Trump umesisitiza mara kwa mara wanachama wa NATO kuongeza matumizi yao ya ulinzi, ikisema kuwa Amerika ina sehemu kubwa ya mzigo. Trump ameonya kuwa huenda Marekani isiwatetee wanachama wa NATO wanaoshindwa kufikia malengo ya matumizi. Siku ya Jumatatu, makamu wa rais JD Vance alisema Ulaya haiwezi kubaki kibaraka wa kudumu wa usalama wa Marekani, akisema kwamba hali ya sasa haifaidi Marekani wala nchi za Ulaya. Mtazamaji, endelea kuwa nasi, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.